pale vimelea vilivyotawala mwili wa binadamu na kufanya akili zote ziwe akili moja. Picha yetu inaanzia nje mwa dunia. Inaonekana kuna kiumbe ama kitu kinadondoka kutoka juu ya dunia, na hapa kikiwa kinawaka moto mkali, na hapa tunaona maskari wawili wakiwa katika maeneo yao ya mawindo wakiwa wanawinda, na vairasi yule ama bakteria hiyo ikashuka moja kwa moja ndani ya msitu mkubwa na kuanza kutoa moshi. Hapa tunafungua picha yetu na mwalimu mmoja ambaye anaitwa Stara. Stara yeye ni mwalimu wa shule ambaye akaolewa na Giant. Giant na Stara hawa ni wapenzi, lakini hapa inampelekea mwalimu ambaye anaitwa Billy kuwa na wivu, kwa sababu kipindi kirefu alikuwa anamtaka Stara lakini alishindwa kumpata. Kwa hiyo kabaki anakula tu kwa macho Mr. Billy. Hapa usiku ulipofika, Grant na mke wake Stara walirudi ndani, na jamaa kaona wakati huu leo ni mzuri sana kusherehekea kimapenzi pamoja na Stara, lakini leo Stara hakuwa yuko vizuri katika mood ya kuseksi. Kwa mchizi akatoka hapa na kwenda bar kwenda kupata moja mbili kutuliza kichwa chake moto. Na hapa kwenye moja mbili tatu anakutana na ex wake ambaye anakwenda kwa jina la Brenda. Uso kwa uso na Brenda na hisia zinawapeleka mbali, na hapa Brenda pamoja na Grant wakataka kwenda kukumbushia, kwa sababu hii ni sehemu yao ya kwanza ambapo walikutana miaka hiyo, na walipotaka kukumbushia enzi zao, Grant anakumbuka kama ana Stara, kwa hiyo ikabidi atulie, amwambie bwana, hakika siwezi kufanya mapenzi na mheshimu sana mke wangu. Lakini hapa kile kidude ambacho kilidondoka juu kilikuwa kinafukafuka moshi. Grant pamoja na Brenda walikifuata taratibu na kukianza kukichezea kile kidude, na mara kile kidude kikatoa kitu na kikamwingia ndani ya mwili wa Grant. Grant alikifuata na akaanza kukichokonoa, lakini kile kidude kilikuwa kieleweki kama ni yai sio yai, nyama sio nyama, lakini kikatoka kitu na moja kwa moja kikaenda kueffect akili za Grant. Kuanzia hapo Grant akawa jielewi na akashindwa kujicontrol. Aliporudi nyumbani, yani akawa mtu anakula sana, yani njaa ilimsumbua. Asubuhi yake Stara alienda kujiosha kidogo kujiweka sawa, so unajua tena, lakini kwa Grant tangia amepata ile virus iliyomwingia ndani ya mwili wake ilimfanya ale sana, na hata kulala ndani akawa hataki, yani anakuja huku anaikeka mazingira mauchafu, anaenda kutulia. Grant akawa na matendo tofauti, matendo ambayo hayaeleweki, lakini hapa mkewe akabidi amwambie, bwana mume wangu, tafadhali naomba unisamehe kwa lile swala ambalo limetokea usiku, na kumpiga busu na kumwambia ngojea sasa hivi leo nina mudi. Basi moto aliopelekewa Stara na Grant, yani moto ule ulikuwa sio kawaida. Basi kila mama anamhadisia, jamani leo nimepelekwa moto. Upande hapo namuona mtu mzima ameingia supermarket katika bucha zile ambazo nyama ambazo shandaliwa, jamaa alichukua chakula cha kutosha na kukijaza ndani. Yani mchizi Grant alikuwa na njaa sio poa, kwa hiyo akawa anakula hadi kujeka vizuri. Hapa bwana, amna mke wangu, kwa chumba usikifungue, maana iko chumba nataka nikufanyia surprise ya mwezi ujao kutokana na birthday yako. Mchizi hapa amerudi nyumbani, lakini kuna kufuli ameiweka kubwa hapa, na ilikuwa si kawaida hii store kufungiwa, lakini ni Grant anafunga hii store kwa sababu vyakula anavyokula kwa siku ni vingi sana, kwa inampelekea kumaliza hela ndani, lakini hataki matatizo ya mkewe ayajue kwa sababu hataki kumpoteza mpenzi wake. Kwa hiyo anajikuta jamaa sasa hivi anaficha hata yule mfanyakazi au mwalimu mwenzie, na huyu Stara alikuja hapa kwa anaongea. Basi hapo upande wapo anaonekana Grant akikusanya mazingira kama hivyo, vyakula vya kutosha, lakini kuna mambo ambayo Grant mwenyewe sasa kichwani anamjia ambayo yako tofauti, umeelewa? Lakini sasa hapa mbwa akipiga kelele na yeye anakumbuka vitu vingine, lakini usiku ulipofika hapa anakuwa na vidoti mwilini, umeelewa? Sijui yule mbwa alishamla naye ndugu yangu. Haya, upande hapa kamkuta mkewe sasa yuko bafuni anaoga, na hali sio kwa nafahamu ya vile vidude vinatoka ndani ya mwili vinataka kumuingia mkewe. Lakini Grant jambo hili au kumuumiza mkewe hataki, anajizuia sana, hali inayomfanya anapitia maumivu makali. Sasa Grant kaona mama chanja ni muache kwanza. Moja kwa moja kaja hapa hapa kagonga mvinyo, kaja kumwangalia yule demu wake hapa, kuta watu ndo kwanza wanachezika, kaona acha nimfuate nyumbani kwa sababu demu leo hakwenda kazini. Kabidi wa vipi bwana Brenda fresh baba chanja, vipi bwana fresh, naona upo kunyonyesha. Bwana nipo kunyonyesha. Kwa Brenda yeye alikuwa na mpenzi wake, lakini mpenzi wake alimtia tu mimba kwa sababu ni dada ba. Kwa mchizi alipokuja hapa dada ashajiandaa apigwe miti. Basi miti ilomkuta miti mingine ya kishetani, kaingizwa ile midude ikaanza kumfanyia. Kwa hapa unakuwa mwisho wa Brenda. Yani Grant amezidi kuwa mnyama sasa hivi, amekula watu na mwisho wa siku anakula binadamu wenzie sasa. Lakini mkewe akaona sio shida bwana, akatoka moja kwa moja kuja hapa
kupata moja mbili tatu, kwa sababu mumewe nyumbani hajamuona. Kwa nini mumewe kaoga afu kaondoka? Kwa kaja hapa kama kumwangalia mume wake, lakini anakuja hapa anakutana na yule Billy. Piga story, umefuata nini? Bwana nimekuja tu. Sasa dada Stara alirudi nyumbani na kukuta hali tofauti ya mumewe, uso kwa uso. Mume kaja hapa na mke karudi, wote wanashangana. Anamwambia mume wangu, una shida gani? Mume anamwambia hapana, hata mimi mwenyewe mke wangu sijielewi, yani nina tatizo hapa. Tatizo lile ambalo lilimfanya Stara mwalimu yule apitie wakati mgumu sana kuelewa mazungumzo ya mumewe. Huku Grant alijitahidi kumuelezea situation jinsi ilivyo. Anamwambia hospitali umeenda? Mke wangu hapana, tatizo hili ukienda kwambia hospitali itakuwa shida, lakini hapa nilipo natumia dawa. Kwa mchizi alijaribu kujielezea, lakini asubuhi ilimfanya Stara akose amani na kukuta posti nyingi za mbwa amepotea, sijui nini kimepotea. Kumbe kila kitu alikuwa anafanya ni mume wake. Hata huyu Glenda kufa au kwenda kumfanya Glenda kitu kile, Glenda amemla na kuna sehemu naye kamuweka. Asubuhi yake ama usiku ulipofika, Billy alikuja. Ambia vipi mama mtu, mbona uko nani bwana, kuna watu sasa hivi tunapotea sana, yani kuwa makini sana, kuna mauaji ambayo yanaendelea, na kama utamuona uwe mhalifu unafanya swala hilo, hem tupigie simu. Kwa hiyo kitu kile kilimpa ugeni Stara, na kwa sababu sasa hivi tabia za mume wake azielewe. Mume wake ni mtu wa kutembea usiku na mtu asili, anatoka muda ambao yeye anajua na akirudi muda anajua. Sasa kabidi aje kufungua ile basement ambayo aliambiwa hii mlango usiufungue, kuna vitu nakuwekea. Alikuta ile basement inatoa harufu ya kutosha na mbwa wengi aliwakuta. Bwana Stara we Stara kabidi achukue simu bwana kwa taarifu mapolisi kwamba mume wake ndio anafanya mauaji yote. Na mume akasema sasa kama ushafikia hivi kuniuza, ngoja nikuue. Basi anapotaka kumuua tu, Mungu sio Asumani wala sio Montaziru wala sio Salumu na Mbelema, Mungu akamsaidia Stara kuondoka katika mauaji mazito ya mume wake Grant. Kwa hiyo hapa maaskari polisi walikuja wakamnyoshea bunduki huyu jamaa, na jamaa ikabidi akimbie. Asubuhi yake kituo cha polisi wote wamechanganyikiwa, kwa maana kile walichokiona hawakukiamini ndani ya macho yao. Yani mtu amekuwa kama mdudu. Jamani bwana, yani unajua, yani maaskari huku walipo vichwa vimejaa moto, na ukiangalia mauaji mengi yametokea na mauaji mengi wamekutana nayo, yani ambao walikuwa wanafuga nyama, mbwa, ng'ombe, paka, jamaa wote akawa wanapita, kwa sababu nyama ambazo alikuwa anataka ni nyingi sana kwa siku, na maana ale nyama ya mtu ama ale nyama ya wadudu ndo kidogo Grant na ule Valas alamuingia huaga anajisikia vizuri. Kama huyu hapa mmoja ni mkulima huyo na mwingine hapa ni mfugaji. Anasema bwana, mimi bwana amekula paka wangu na ng'ombe wangu, yani na hasira sana. Ng'ombe amenibakishia mmoja bwana, ng'ombe ameosha mmoja Kwa hiyo jambo lile bwana kaja na Stara akamwambia jamani, hakika ambao mnaenda kumwinda ni mume wangu. Kwa hiyo mimi sitakaa nyumbani nikiona mazingira yanaendelea, basi twendeni wote katika mawindo. Huyu hapa jamaa anaitwa Jackie. Wakiwa katika mawindo hapa Jackie na hapa wamemtegeshia ng'ombe kama kawaida, na wanajua ujamaa yeye mlaji nyama. Hapa kuna Sara, kuna Billy na watu wengine wamekaa, yani wamegawana makundi ili madu amuone huyu kijana anavokuja hapa, madu apate kumteketeza. Lakini angalia ng'ombe jinsi anavyoenda kuwindwa na kufatwa. Ng'ombe alichinjwa na akaminywa na taratibu, lakini Stara kwa sababu huyu ni mume wake akamfuata taratibu, akamuita Grant, japo ni kiumbe cha ajabu sasa hivi kina mapembe kabisa. Angalia Grant jinsi alivyobadilika sasa hivi. Yani, umeelewa? Kama Grant ameshabadilika na kuwa mnyama sasa hivi, ni hali ambayo watu wote walimzunguka na dada akatumia nguvu kuongea na Grant. Umeelewa? Lakini Grant amekuwa mnyama. Angalia jamaa jinsi alivyofanywa. Kwa hiyo ukijitia tu kimbele Grant anakushambulia kwa haraka, kwa sababu amekuwa na nguvu kubwa ya kumwangamiza mtu yeyote. Umeelewa? Grant wamemweka chini ya ulinzi, wamemzunguka, lakini alichokifanya hapa mpaka hawa askari wote waliogopa. Alimuua yule askari na akakimbia haraka sana kama mnyama. Yule kimbelembele ameshakufa, lakini Grant sasa hivi si mtu wa kawaida, bali Grant sasa hivi yeye ni master. Angalia jinsi alivyofanya. Huyu ni yule Blender, umeelewa? Sasa hivi Blender akishafanya mambo yake, kwa hiyo kama yai ambalo kaliweka, Blender amekuwa mkubwa, yani kila mtu ambaye anamuua nini anakuja anaunganika hapa mwenyewe. Unaelewa? Jamani ni acheni, na mwisho wa siku kweli alivyopasuka kuna vitu vingi vikatoka na vikawaingia watu ndani ya ndani ya moyo au ndani ya mwili. Kwa hiyo mara kwanza tuliona mchizi kitu gani ambacho kilimuingia ndani ya mwili wake. Kilikuwa ni kitu kidogo tu. Kwa hiyo sasa Grant akawa anapita
kama ana yai lake kwa blender ambalo ameliweka. Kwa hiyo blender sasa hivi amekuwa mkubwa, yani blender yeye kawa kama mama ambaye anazalisha vitu. Na kweli baada wale vile vitu kwa ndani ya mula blender, kuona watu wamekuja, ikabidi lipasuke lile vitu na kila kidude kimoja kikaanza kuingia watu midomoni. Yani watu waliingiwa vitu na vyokaliwa, lakini kwa mtu ambaye Mungu mwenyewe hajataka aingiwe na kile kitu, umeelewa? Na hivi vidude sasa hivi vinatoka, vinatembea, vinaenda huko wapi? Barabarani. Kwa hawa ikabidi wa banane midomo, yeye nani huyu Billy pamoja na nani na Stara. Hapa kuna binti moja ambaye anaitwa Kelly, akiwa hana moja wala mbili, anakula mziki wake mwenyewe, utalijua jiji vishosti hivi na hivi, na kidude taratibu kinaingia. Kidude kitaka kuingia, basi dada kabinya, lakini kidude kile anaona dunia ajabu ajabu, kiumbe kile kilipotokea, mara mapenzi ambayo wanafanya, jinsi mpaka mambo yote yalivyokuwa. Basi lakini dada alijita papatua, mwisho wa siku mtu madepu akakipiga kile kitu, akatoka. Lakini mama yake huko tayari akatoka huko, akakuta dada yake tayari virus ishamuingia, akapita mpaka juu ya bati. Lakini hapa mtu unapopata kuzurika uponi, umenelewa? Unapopata kuingiwa na kitu, wala unakuwa tena sio mtu, na akili yako inakuwa ya kuongozwa na nani? Na Grant. Yani dunia kilichotoka iki kiumbe unakiona na mambo mengi mabaya, kwa kinakutia ujinga. Yani kama mtu ambaye upo katika ndoto nzito, akili yako inakuwa ipo katika kuongozwa. Kwa mama yake alijikuta amefariki, mdogo wake amejikuta amefariki, na hata baba yake mzazi naye amefariki, kwa sababu tayari vile vidude vilisambaa kila sehemu na kukawa hakuna sehemu ya kukimbilia. Dada alipambana kwa maisha yake yote, na mwisho wa siku Mungu alimnusuru. Kile kidudu hakukuweza kumwingia. Upande wa hapa Billy pamoja na Stara wamechanganyikiwa na baadhi ya watu ambao vidude vile havijawaingia. Amedai kama Mungu ametaka sisi tuikomboe dunia, kwa cha msingi fungeni midomo yenu na mkatoe taarifa kwa watu baadhi. Basi hapa, lakini sasa unapoingiwa na kile kidude, mwisho wa siku unakuwa shetani. Sasa wewe unafuata amri, umeelewa? Unafuata amri ya kumsikiliza huyu mshua. Lakini sasa hapa walipambana, baada baadhi ya watu kuingiwa na vile vitu, wanapoamka wanakuwa na nguvu za ajabu, wanakuwa na nguvu ambayo hawasikila mwazini wala la mkimuswala. Sasa pale tumeona mazombi, lakini picha ni kiboko. Yani kidude kile kinapokuingia unarudi tena kuwa mzima, umeelewa? Unapokuwa mzima wewe unakuwa kazi yako ni kufanya kazi tu ya kuendelea kusambaza wale wadudu, na unakuwa unatoka vitu. Kwa hiyo unaona mkiwachekea hawa watatufanya wote tuwe mazombi kama wao. Na familia nzima hii hapa imeingiwa na vitu, na wote wameingia, na wote wanamgongea, jamani tuje mwanetu. Kutokana na askari sasa hivi yeye ameshajua namna gani kuongea na hawa au kudili na hawa watu, ikabidi kidogo amsaidie yule mwanadada ambao familia yake yote imemzunguka, umeelewa? Akamchukua, akawazugazuga wale, wakatoka, na Billy akamwokoa ubinti tena kwa mara nyingine. Basi Billy mambo mengi anashuhudia, lakini sasa ikabidi afanye, yani awe mnyama, ili kukusanya watu wote ambao bado hawajazulika, yani ambao hawajaingiwa na vile vitu mdomoni. Huku mwanadada akiwa anatangaza habari, umeelewa? Anaomba over jamani, moja ngapi hapo? Kwa dada kama kuna kitu anasikia, umeelewa? Ikabidi ashirikiane nao, umeelewa, kutoa msaada kwa watu ambao wao tayari wameshaasilika shida yao, wawape habari watu wengine, kwa sababu dunia huku tayari ishakuwa infection, watu washakuwa kama mazombi. Lakini uzombi mtu, zombi ana speed, zombi ana nguvu, zombi ana kasi, na zombi anajua kitu gani ambacho anakifanya. Mwanamke ameingiwa na wasiwasi, ameingiwa na shaka kubwa sana, kwa sababu ya mambo ambayo yeye anashuhudia familia yake, na anakaa anaelezea jinsi gani kile kidude kinavyomuingia na vitu ambavyo alikuwa anapitia. Huyu ni mtoto wa wale familia ya watoto wanne ambao walikuwa ndani ya swing katika ile pool la maji pale nyumbani kwake akiwa anaoga. Kwa hiyo akahadisia namna gani anavyojisikia kupoteza familia yake. Stara akamwangalia Kelly, akamwambia Kelly, hakika pole sana. Humu ndani kuna Jackie, kuna Billy, lakini sasa kuna ajali hapo inawatokea njiani. Nadhani huyu mtu ambaye alifanya hii ajali, yeye alikuwa tayari ni mwathirika. Na ile ajali ilivyotokea hapa ikawa sio tena mchezo, umeelewa? Ajali hii ilivyotokea, walifugongwa na gari, wala hawakuwa na shida na watu wengine. Wao wakamtoa Jackie, Billy akaona mimi hapa bado sijafa vizuri. Billy akanyakua, akamtoa ule binti mmoja, wakatokana. Lakini hapa Stara akabebwa na wale watu. Kwa nini Stara wanamchukua? Kwa sababu Grant yeye ndiye ambaye anaongoza kikosi kizima. Kwa hiyo ina maana wao wote hao wadudu wote wanamjua kama Stara ni mama yao ama ni mfalme wao, kwa sababu
Grant kule yeye ndio ambao anaongoza viumbe hivi vyote. Kwa hiyo ilipofika katika hii ajali ikabidi wale hawaamrishe wamchukue Stella bila kumzuru. Sasa hapa kazi na kwa Billy na binti Kelly kujinasua, lakini mbwa kila kitu kimesha kuwa tatizo kwa sababu vidude hivi viliingia katika kila kiumbe. Umeelewa? Kwa hiyo ukifanya masiara unaweza kukutana na kijibwa, kumbe kijibwa tayari kisha kwa kivampire au kizombi kina kile kidudu, kwa kinabidi naye kikuambukize. Kwa hiyo inabidi uwe makini sana. Lakini hapa wanashangaa namna walivyomchukua Stella wakaenda wakamweka katika kitanda. Yaani hawa watu wanafanya kila kitu kwa akili ya mtu mmoja. Kwa hiyo Grant hata kama anakaa tu nyumbani kwake, na maana watu wote wao wanaongozwa na Stella. Angalia jinsi walivyomlemba huyo binti. Umeelewa? Lakini yote wamemlemba kwa ajili ya nani? Ya bosi wao Grant. Yeye mwenyewe anashangaa, mimi mpaka sasa hivi hakuna kitu chochote ambacho kimeniingia mwilini. Kwa nini? Kwa shida ipi? Na kaekewa mpaka misumari. Sasa hawa tena soma zombi. Dada akaona acha nikichukue kidude ngiki katika mchamba mkuzi huku. Kwenye mchamba mkuzi huku akinizingua nitajitetea naye. Lakini Jackie leo zamu yake sasa. Jackie amechukuliwa naye. Jackie akaanza kula nyama taratibu za watu, kwa sababu yani unapokuwa na hali hii lazima ujisikie kula nyama. Hapa bwana mtu mzima amekaa ambia idea. Yani wamekuleta vizuri. Upande hapa anaonekana Billy anashota mpolampo la kuingia huko, na Stella hapa anaitwa aje kuungana na bwana wake Grant. Anambia sikiliza, wewe ndo barafu wa moyo wangu, na hakika kanisani mimi naitulia hapa, yani kwamba tutakaa milele, kufa na kuzikana. Kwa nini sasa Stella mpenzi wangu unataka kuniacha mimi? Jamaa Grant anaongea kwa mapenzi, anambia basi ngoja kidogo nikupe busu. Basi Stella akataka kufanya maamuzi ambayo yataenda atamkabili bila kujua. Yaani Stella alijifanya hapa kimapenzi, na kumbukeni alichukua kile kidude cha chanuo ambacho kimechongoka cha mchamba mkuzi akakiweka kule kwenye mchamba mkuzi ili mradi apate kujitetea kama atatokea tatizo lolote. Lakini Grant kwa mapenzi yake yanataka kumponza Grant apoteze maisha. Mama Tombombo kidogo nataka nipate juisi yo. Basi akamjambisha, akamtia kile kitu, akasema hapana, nikifanya masiara sasa utaniua. Kwa yale maumivu ambayo Grant kapitia, huku Billy naye kwa eneo lile tayari ashalifikia. Umeelewa? Basi akazidi kufanya mauaji, na huku Stella akawa yupo katika hali mbaya. Lakini Billy alikuja na kibomu kidogo, ataka kufanya cha kuingilia mapenzi ya watu, akagewa kitu akadondoka pembeni. Akamwambia akasikuachi bure, akamtumia kwanza Mwajuma wa Kiswahili yule. Lakini huku nje ukiangalia watu wengi tayari washaathirika. Maneno ya mchizi baada ya kile kitu kingine kuletwa, jamaa kaona Billy akitia katika mtungi wa gesi. Kwa hiyo kaona jinyonyo na rudi tena kwake yeye. Yaani hapa Grant kwa maumivu yale ya kuvutwa na dada hapa akapiga bunduki, basi Billy aliteketea. Hakika Billy alifanya watu wengi wateketee na watu wengi walikufa, kwa sababu yeye mwanzilishi wa kila kitu ndiye ambaye ametokea. Billy alitumia akili kubwa sana kumtiming. Kwa hiyo baada ya jamaa kutoka kumuua, akachukua mtungi, umeelewa, akaunganisha na ule mlija ambao jamaa ameuleta hapa, umeelewa. Kwa ule mtungi ukaonavuta vitu moja kwa moja unaingia katika mwili wa Grant na pale na mmeniko wake, kwa sababu Grant yeye aliweza kwa control watu wengi wakawa wanajiunga naye. Na Stella sasa alipofika hajauliza, akachukua ile bunduki akamchapa nao. Kwa kila mtu ambaye alikuwa ameathirika kupitia huyu mkuu, basi wote walifariki dunia pale pale, kwa sababu virus yule akawa ndio amedondoka. Kwa kila mtu akawa anadondoka huko, kwa sababu kiini kikubwa tayari wamekiua. Wanangu, kwa picha kali kama hizi ni hapa Two Tam TV recap. Na kama unapenda movie kama hizi usisahau kusubscribe, kulike na kushare pia. Ni mimi hapa mitamboni DJ wako ambao nitakuletea kazi zaidi na zaidi. Na kwa mawasiliano zaidi njoo WhatsApp tuongee, tupige story.